vinywa vyetu tukivisikiliza sana ndivyo vinachochea vurugu. Na wenzetu vyombo vya ulinzi na usalama wanasema ni viashiria vya uvunjifu wa nini? Wa amani. Na wenyewe hatavumilia, maana chanzo cha uhalifu mara nyingi ni kuchochea moto kwa kusema. Kwa kusema unachochea nini? Moto. Na watu wakisikia hawajui kuchanganua kwa nini amesema. Kuna nyingine kwa nasema, nyingine tulijifunza nasema 5W plus H. Sema kwa nini anaongea? Ni maeneo gani? Mazingira gani? Lini? Lazima uoji. Lazima uoji. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa hivyo vitu hivi wa Tanzania wakati mwingine hatuoji. Tunasema tu tumetoka vyuo, ajira hamna, lakini hatuoji. Kwamba je, ajira wote tapata? Ndugu zangu, ninaomba tujilinde sana katika kunena. Na ndio maana ukisoma katika Ayubu pia anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Na ndipo mema yatakapokujia. Bila kumjua Mungu amani haiwezi kuwepo. Na bila amani mafanikio hayawezi kuwepo. Hakuna maendeleo. Miundombinu itabomolewa. Mnaona leo madaraja yanajengwa, sijui treni zinatengenezwa SGR, sijui mashure, mahospitali itabomolewa. Angalia Ukraine sasa hivi yalivyobomolewa. Sasa amani ndio inasababisha maendeleo yawepo. Bila amani hakuna maendeleo ya aina yote. Nimalizie kwa kisa hiki sasa nifike mwisho. Alikuwa mtu mmoja anasafiri. Aliposafiri akafika sehemu akakuta mti mkubwa sana. Akajibanza pale kwenye mti. Alipoangalia pembeni akakuta kuna tikiti maji kubwa sana. Sasa ile tikiti maji akashangaa limebebwa na kitu gani? Vijani vilivyobeba tikiti maji nilegelege sana. Akashangaa, akaangalia juu akaona mti mkubwa huu vitunda vyake ni hivi vidogo vidogo. Mungu sio muungwana. Mungu hana fair. Yaani mti mkubwa huu anakapa katunda kadogo hivi. Alafu mti wenyewe huu ambao muda wote unakufa ndio ameripa tunda kubwa. Tikiti maji kubwa sana. Wakati anawaza vile kakadondoka katunda toka kwenye ule mti kakampiga kichwani. Akaangalia akasema, Mungu ni muungwana. Ni mwingi wa rehema. Je, ingekuwa hii tikiti maji singekufa? Mungu awabariki sana.